Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Leo tueleza faida za kufunga. Faida za kufunga baada ya kueleza kwamba saumu ni ibada ya Allah na Mwenyezi Mungu ndiye amechukua ahadi ya kwamba atakulipa. Katika faida ambazo kwamba zapatikaniwa kwa mwenye kufunga, faida ya kwanza ni kasrun nafsi, nafsi yako kuifunja vunja kwa sababu ya kujikaribisha kwa Allah, kwa kuacha yale matamanio. Kwa sababu kushiba na kutokuwa na kiu na kufanya tendo la ndoa hupelekea mwanadamu au pelekea nafsi kuwa na kibri, kuwa na ghafla, kuwa kutoelewa. Ukiwa umeshiba huwa hata ibada wakati mwingine za kupita. Ndio Imamu al-Busiri akasema, ukhsha dasaisa min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin sharrun min at-tukhami. Wengi katika sisi tunaposhiba ibada za tupita, twalala. Sasa wakati tulipokuwa na njaa, nafsi kaivunja, kama Dhannuni al-Misri akwambia, ukitaka kufanya ibada nafsi yako ipige na njaa, wakati huo utafanya ibada kwa njia ambayo kwamba ni mzuri. Ukishiba viungo vina lala, ndio pale walala hali ya kuwa ibada zaenda, kwa sababu shibe huleta kwa mtu shari na batar na ghafla. Nafsi ikiwa na njaa, hizi ashar, batar, ghafla zote huwa zapotea. Kwanza faida moja ya kufunga. Faida ya kufunga, moyo huwa una fikra na kumtaja Allah jalla jalaluhu. Kule kula sana hupelekea moyo kasusua na ukuwa kipofu, na moyo ukawa ni wenye kuweka pazia baina yako na Allah kwa kumtaja kwake na kutofikiria utendakazi wa Allah jalla jalaluhu. Kwa fupi, hupelekea kuwa na ghafla. Unapofunga tayari automatically hukupelekea wewe ukawa unamtaja Allah jalla jalaluhu, hukupelekea wewe ukatoka katika matendo yasiyofurahisha. Na ndio maana katika funga Mtume kutufundisha akatuambia, unapotukanwa, idha sabahu ahadun au shatama faqul inni saim. Ndio Mtume akatuambia, asaumu junna, saumu ni kinga. Shafahamiana, si ndio? Kwamba unapofunga saumu ya kuhifadhi na machafu yote. Unapofunga, unapotukanwa, mwambie aliyekutukana, mimi nimefunga, kwa sababu huruhusiwi kutoa matusi na kufanya maovu. Moyo wako uko katika fikri na kumtaja Allah jalla jalla, kumfikiria Allah na kumtaja Allah. Wajua lau nitatukana au nitasengenya au nitafanya maovu, tayari saumu yangu imeharibika, imepungua daraja. Pili, unapofunga tayari hujua neema ambayo Mwenyezi Mungu aliyokupa, kwa sababu huwa wakati ule wa kufunga unahisi njaa, unajua kumbe kule maskini au fukara yuko katika tabu hizi za njaa. Tayari pale hupelekea kumshukuru Allah kwa ile neema Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu amezokujalia. Huwa tayari wafahamu maskini ana tabu katika maisha yake, tayari wamshukuru Allah jalla jalaluhu. Kisha huwa unajua ya kwamba kule kufunga kwako, tabu ya kushiba kwako ilikuwa wapi. Tabu ya kushiba kwako na kunywa kwako na matendo ya ndoa ambayo kwamba unayoyafanya yalikuwa yanakuletea tatizo gani, mashaka gani? Hapa ndipo unajua ya kwamba Mwenyezi Mungu kumbe amenineemesha. Unamshukuru Allah jalla jalaluhu. Inakupelekea wewe umfahamu yule maskini ambaye kwamba asiyekuwa na hali,
yule anahitaji kusaidiwa, unakwenda kumfanyia muwasat kwa kiasi ambacho kwamba unachoweza, kwa sababu wajua maskini kumbe akishikwa na njaa hali yake inakuwa hivi, akikosa maji hali yake inakuwa hivi, kumbe unahangaika maskini. Basi hupelekea, kama utakuwa na imani ya ukweli wa imani, utachukua ulichojaaliwa na Allah umpeleke na yeye yule maskini aweze kukidhi haja zake. Na naam, ya kutia imani utampelekea bila ya kufunga. Hutojua kwamba maskini yuko katika hali gani. Na moja katika malengo ya kufaradhiwa saumu ni wewe umjue maskini. Ndio bwana mmoja kwa kitabu kimeandikwa alij nafsaka bisiyam, itibu nafsi yako kwa saumu. Wacha kutibu maradhi, kutibu ule nafsi yako kwa shahwa ambazo kwamba zinazokuandama kabla hujafunga, huona zitazitibu kupitia ile saumu. Kwa hivyo moja katika faida ya kufunga ni kule kujua maskini anavyoishi, kisha hukupelekea wewe ukamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho kwamba ulichojaaliwa na neemeshwa, kisha hupelekea ukawa ni kumsaidia yule ambaye kwamba asiyekuwa ni mwenye kuneemeshwa na riziki kama ulivyoneemeshwa wewe. La nne, faida ya kufunga, mwenye kufunga hudhikisha mapitio ya shetani katika mwili wake, kwa sababu utajua inna shaitana yajri min ibni adama majra dam, shetani hutupita katika mishipa ya mwanadamu kila wakati. Sasa ile mishipa ambayo kwamba shetani huwa anatembea ndani katika miili yetu, huo unayemdhikisha wakati unapofunga, humtuliza ule wasawisi wake, hutulia, zile shahwa za pungua ambazo kwamba zenye kupelekea kufanya mambo yasiyomridhisha Allah. Hasira pia zapelekea zikawa ni zenye kupungua, kwa sababu ukitukana wasema inni swaim, waachana na yeye yule aliyekutukana. Ndio utapata hata bwana Mtume Muhammad kwa barobaro ambaye asiyeweza kufunga akamwambia kuoa, akamwambia afunge, kwa sababu ajua yuapigana na shetani kwa ile funga anayofunga. Akasema ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm. Enyi mkusanyiko wa marobaro, yule ambaye anaweza kwenu nyinyi kuoa aoe, na yule ambaye hawezi kuoa afunge, kwa sababu kufunga hukupelekea wewe ukafunga bacho, hukupelekea wewe ukahifadhi tupu yako, kwa sababu shetani wakati ule ushamfunga na ile saumu, hana tena nguvu kuweza kukutawala kufanya yale ambayo kwamba yanayopelekewa na shahwa yako ufanye, kufanya yale ambayo kwamba kumuudhi Allah jalla jalalu. Sasa ikawa saumu ndiyo chambo au chombo cha kufanya wewe uweze kumshinda shetani, au mfanye wewe umdhoofishe shetani katika mapitio ambayo anayopitia ili kuweza kukupoteza. Ila ufahamu, mwenye kufunga hauwezi kukamilisha kujikaribisha kwa Allah kwa kuacha shahwa ambazo kwamba ni halali kwako wewe wakati wa kufunga, ila uache na yale ambayo kwamba aliyoharamisha Allah kwa kila hali. Sema kufunga, nimefunga nimeacha shahwa kula na kunywa na mke wangu, basi tosha, la, bali na kuacha kile ambacho kwamba Allah amekiharamisha: kusema urongo, kudhulumu, kufanya uadui watu, kula mali yao, kumwaga damu zao, kuangusha vyeo vyao. Hivi vyote hahitajika uviache. Utakapoviacha ndio saumu yako itakuwa ni yenye kukamilika. Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika maneno yake, man lam yada qawla zur wala amala bihi laysa bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Man lam yada qawla zuri wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, yule ambaye kwamba hatoacha kusema urongo na kufanyia kazi urongo na kufanyia kazi maneno ya uchafu na kufanya kile ambacho kwamba kisichomridhisha Allah,
basi Mwenyezi Mungu hana haja mtu kama yule aache kufunga yake, aache chakula yake, aache kunywa yake, aendelee kunywa, kwa sababu unayofunga saumu yako haikubaliki. Ni maana uache urongo na uache kila chafu, ndio saumu yako itakabalika. Ile kuacha kunywa na kunywa ni ahwanu siyam. Ndio baadhi salaf akasema ahwanu siyami tarku sharabi wa taami, ndi ahwanu siyam, nyepesi, lakini kubwa ni mpaka uache yote sana, zote uziwache, kwa sababu kama tulivyoambiwa ni kwamba Jabir asema idha sumta falyasum sam'ak wa basaruk wa lisanuka anil kadhibi wal maharimi wada'i adha aljari walyakun alayka wiqarun wa sakinatu yawma sawmika wala tajal yawma sawmika yawma fitrika sawa. Unapofunga basi masikizi yako pia uyafunge, macho yako pia uwafunge, ulimi wako pia ufunge, usiseme urongo. Wal maharimi, uache mambo ya haramu na mambo ambayo kwamba yasiyofaa, na uache kuudhi majirani, na waliyakuna alayka wiqarun, uwe na upole wa sakina siku ya kufunga kwako. Kisha akasema mwisho, wala tajal yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, siku ya kufunga kwako na siku ya kula kwako iwe ni sawa sawa. Usijaribu kufanya hivyo, kuwe ni tofauti siku ya kufunga kwako na siku ya kula kwako. Siku ya kufunga kwako una daraja kuliko siku ya kula kwako, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umehasirika. Idha lam yakun fi sam'i minni tasaun wa fi basari ghadhun wa fi mantiqi samtun fahadhi idha min sawmi aljuu wadhama fa in qultu inni sumtu yawmi fama sumtu. Ikiwa masikizi yangu hayakuhifadhika na yale ambayo kwamba yanaosemwa yasiyomridhisha Allah, macho yangu hayakuhifadhika na kuangalia vilivyoharamishwa na Allah, mdimi wangu haukuhifadhika na kusema yale yaliyokatazwa na Allah, basi hadhi yangu ya kufunga ni njaa tu na kiu. Bimaana sina funga isipokuwa nimefunga njaa na kiu. Ikiwa nitaangalia yaliyoharamishwa nitasikia, yaliyoharamishwa nitazungumza yaliyoharamishwa. Hata kusema nimefunga basi utakuwa umefunga njaa, hukufunga wewe, kwa sababu baada ya kwamba umeacha kula na kunywa na shahawa zako, lakini ulimi na masikio na mengine yakawa yanafanya ya uchafu. Kwa hivyo unapofunga, funga kila kitu chako, kama Imamu Ghazali katika Ihya Ulumuddin anasema kwanza ufunge viungo vyako, kisha ndio ufunge saumu ambayo kwamba ya kutokula asubuhi mpaka jioni. Hapo ndio utapata furaha za Mola wako wakati wa kufuturi kwako, na utapata furaha za Mola wako wakati utakapokutana naye, kama tulivyoeleza, lisaimi farhatani, farhatun inda liqai rabbih inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbih. Utakuwa na furaha kwa kuwa umeacha shawa mchana mzima, umemtia Allah, umeacha kusema maovu, umeacha kuangalia maovu. Ndio pale utakuwa wewe umejikaribisha kwa Allah. Baada ya kujikaribisha kwa Allah, umepata mema kutoka kwa Allah na furaha kutoka kwa Allah. Bila hivyo utakuwa ni mtu ambaye saumu haikukubalika, wasema machafu. Na ndio hali ambayo kwamba tulionao wanazuoni zamani walipokuwa wakifunga, wakikimbia na vibaraza vyao ili tu wasisikie maovu na wasione maovu na wasiseme maovu, wakijifungia msikiti mwezi mzima, siku 30, ili tu saumu zao zifanyeje, ziweze kukubalika kwa Allah jalla jalalu. Lakini sisi maala asaf, saumu zetu ambazo tunazozifunga ndio mwanzo taweka karata turufu matusi tu ndani, taweka dhumna matusi tu ndani, taweka vitu ambavyo kwamba venye kutushughulisha na kutomtaja Allah, tukawa hatumtaji Allah, wenye kutupelekea kwamba kumsahau Allah. Ni hatari, tuharibu wakati wetu wa kula na saumu zetu hazikubalika. Kwa hivyo ni maana ukitaka saumu ikubalike, kila kitu chako kifunge, uwe ni mtu uko na Allah jalla jalalu kwa kila nyanja, kwa kusikia, kwa kuzungumza, kwa kuona, kwa kutembea, kwa kugusa, niko uko mbele za Allah. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, tuwe ni watu ambao kwamba tufunga kila kitu chetu kwa ajili ya Allah jalla jalalu, ili tuweze kukubalika saumu zetu.
tupate malipo mema kutoka kwake yeye Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. As'ala Allahu awqatakum wa ila liqa, fa shukran jazilan wa assalamu alaykum wa la afwa minkum. Hii ni An-Nisaa TV.